Mtazamaji wa Uhondo TV, hii ni Uhondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Ripoti na matukio mbalimbali ambayo yanapatikana ndani ya Uhondo TV, Uhondo Michezoni. Kama nilivyokuambia, mimi naitwa Aidan Jeremiah, the best presenter wa Uhondo TV. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uhondo TV, usisahau kusubscribe, kule kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo. Tunafahamu story kubwa ni kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo tarehe 15 mwezi wa 6 2025. Mchezo ambao unazikutanisha timu kutokea Dar es Salaam ambao ni Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club. Sasa kupitia kwenye mtandao wa Instagram, Ahmed Ally ambaye ni afisa habari wa Simba Sports Club ameweza kuandika kwa kiasi kikubwa maandishi ambayo yameonekana kuwa na gumzo kwa kiasi hicho. Nikinukuu kwa kile kitu ambacho amekiandika Ahmed Ally ambaye ni afisa habari wa klabu ya Simba Sports Club, akisema yaani bodi ya ligi inayosimamia timu 32 za madaraja tofauti ivunjwe kisa timu moja tu, yani timu 31 ziathirike kwa sababu ya timu moja, yani bodi ya ligi ione timu moja kati ya 32 inazosimamia. Acheni utoto na acheni kujiona nyie ni bora kuliko wengine. Mmeamua kucheza mpira, amna bodi kuheshimu mamlaka na kanuni zake. Tunafahamu natumia nguvu ya viongozi kutoka kada mbalimbali, lakini kwenye ili nguvu ya mpira itashinda. Juni 15 ni mapinduzi ya mpira wa Tanzania. Hiyo siku ndio mtajua umuhimu wa kuheshimu mamlaka za soka, na hiyo siku ndio tunaenda kukomesha utoto kwenye mambo ya msingi. Yes, mtazamaji wa Uhondo TV, hicho ndicho alichokiandika meneja wa habari na mawasiliano ya klabu ya Simba ambaye ni Ahmed Ally. Kwa kiasi kikubwa unaweza kusema kwamba ni maandishi mazito ambayo yanaenda kwa uongozi wa klabu ya Yanga au timu ya Yanga kiujumla, kwa sababu tunafahamu kwamba tarehe 15 ambayo Ahmed Ally ameweza kuibainisha kwa kiasi kubwa kwenye maelezo yake au kwenye maandishi yake ni tarehe ambayo patakuwepo na dabi ya Kariakoo, Young Africans Sports Club dhidi ya Simba Sports Club. Lakini bado unaona kwamba ni sahihi kwa kiasi kubwa, kwa sababu tunaheshimu mamlaka za mpira wa miguu kama sisi wachambuzi wa habari za michezo, waandishi wa habari, pia wadau wa soka, watangazaji na viongozi wa mpira. Lazima turespect kile kitu ambacho mamlaka za mpira husika zimekuwa zinahitaji. Kwa sababu ukijaribu kuangalia kwenye ligi ya NBC Premier League ambayo tunasema kama Tanzania Bara, kuna TFF ambao ni Tanzania Football Federation ambao tunasema kwamba shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, lakini pia kuna bodi ya ligi TPLB ambao pia wanasimamia ligi. Kwa hiyo bado naona kwamba Yanga namna ambavyo ile kauli ya kusema kwamba hatuchezi, nafikiri wangekaa chini pamoja na bodi ya ligi na TFF kuweza kukimaliza kwa kiasi kubwa, au wangeacha kabisa ili waweze kucheza dabi ya tarehe 15, kwa sababu tunaamini kwamba kama Simba wakija uwanjani na pia ratiba imeshatolewa, utaona kwamba Simba atapewa point 3 na magoli 3. Tumizi kwamba mchezo miwili ambao Simba atakuwa amebakiza kama kishinda yote, basi anapata nafasi ya kuweza kuchukua ubingwa NBC Premier League msimu 2025-26. Kwa hiyo bado tunao 2024-25. Kwa hiyo bado tunao ya kuweza kujua kitu gani ambacho Young Africans inabidi waweze kufanya kwa kiasi kubwa kuweza kujua kwamba waweze kupeleka timu uwanjani. Hii ni Uhondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah.